Moja kati ya taarifa ambazo zimetujia hivi karibuni na zinasambaa kwa kasi sana kuhusiana na nyota wa klabu ya Yanga ambaye tunamzungumzia Stefano Aziz Ki. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga ambaye ni Mangiti Mangoba amezungumza. Kiungo mshambuliaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso ambaye ni Stefano Aziz Ki atalazimika kuipigania nafasi yake kikosini na kwa nafasi ya kucheza katika michezo yote asitia 100% kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao na wenyewe wanahitaji nafasi. Amezungumza hayo katika siku ya leo Jumatano Agosti 19, 2026 kwenye mkutano wa waandishi wa habari, ikiwa ni siku moja kabla ya kukutana na Coastal Union katika mchezo wao wa pili katika ligi kuu ya Tanzania bara. Mangiti Mangoba amezungumza na kusema wanataka kuwafanya wafikie kiwango kizuri, lakini katika hatua hii ya msimu ni vigumu sana kufanya mabadiliko makubwa kwa sababu bado wanaangalia aina gani ya mchezaji wanaomhitaji na wanayetakiwa kwenda naye katika msimu wa 2026-2027. Amesema katika michezo ya mwanzo ya msimu hususan mitano ya kwanza ni vigumu sana kufanya hitimisho la haraka kuhusu wachezaji watakaokuwa chaguo la kwanza kwa sababu kila mchezaji anahitaji muda na kumtambua vizuri katika michezo. Kauli hiyo inamgusa nyota Stefano Aziz Ki ambaye amerejea Jangwani akiwa na historia nzuri katika klabu hiyo, lakini sasa anakutana na ushindani mpya ndani ya kikosi ambacho Mangiti Mangoba anaona kuwa na ubora na wachezaji wengi wenye uwezo. Aziz Ki amerejea Yanga akitoka Al Ittihad ya pale Tripoli nchini Libya. Baada ya awali kuichezea Casablanca ya nchini Morocco. Yanga imemrejesha kiungo huyo baada ya kufanya mazungumzo ya uhamisho na Al Ittihad ya pale nchini Libya, huku taarifa zikihusisha dili hilo na kiasi cha dola 450,000 na mkataba wa miaka miwili. Kiungo huyo aliyeitumikia Yanga kwa msimu mitatu ambayo ni 2022 mpaka 2023, 2023 mpaka 2024 na 2024 hadi 2025. Alikuwa mchezaji muhimu wa kikosi cha kwanza kabla ya kuuzwa kwenda Wydad, ambako huko hakuwa na muda mrefu. Baada ya miezi 6 akahamia Al Ittihad, kisha amerejea katika klabu yake ya zamani ya Yanga. Akiwa Yanga msimu wa 2023-2024 aliibuka mfungaji bora wa ligi kuu akifunga mabao 21, huku pia msimu huu akiwa mchezaji bora wa ligi MVP. Kurejea kwake, mashabiki wa Yanga wanatarajia nyota huyo kuonyesha makali katika klabu yake kama alivyokuwa anafanya awali. Akizungumzia nguvu ya kikosi chake, Mangoba anasema haoni sababu ya kuwa na wasiwasi kuhusu ushindani na nafasi, akisisitiza kuwa kila mchezaji anapaswa kuonyesha uwezo wake. Sidhani kama hii ni timu yenye tatizo la ushindani. Tuna timu imara sana, tuna wachezaji wengi na kila mmoja anatakiwa kupigania nafasi yake kama ambavyo wachezaji wengine wanavyopigania nafasi zao katika klabu zao. Mangiti pia amegusia kuwasili kwa wachezaji wapya, namna wanavyoweza kuongeza ushindani ndani ya kikosi, akisisitiza kuwa jambo hilo litakuwa na faida kwa Yanga kwa sababu kila mchezaji atalazimika kufanya kazi zaidi ili kupata nafasi, na anaamini timu yenye nguvu sana, kuna wachezaji wengi wenye uwezo na kila mmoja anapaswa kuipigania nafasi yake. Natumai wachezaji wote watacheza msimu wataoweza kupata nafasi wakati wao, lakini kwa sasa ninaamini tuna timu yenye nguvu, anasema Mangiti Mangoba. Kwa upande wa mashabiki, Mangiti anasema wana nafasi kubwa katika mafanikio ya klabu ya Yanga, akiwataka kuendelea kujitokeza kwa wingi kuingia na kuiunga mkono timu hiyo, huku akiwatambua kama wachezaji wa 12 kutokana na nguvu wanayoipa timu wakati wa michezo. Mbali na Aziz Ki, Yanga wachezaji wapya walioingia dirisha kubwa la usajili
lililofungwa Agosti tarehe 15, 2026 ni Juma Isa Abubashiri kutoka Fountain Gate, Hussein Juma Mihambo kutoka Mashujaa, Abdul Nasir Asa Gamali kutoka Mashujaa FC, Muhammad Musa Mashujaa FC, Eriki Mwijage KMC, Chike Ibrahim Tro Aljabaran FC, Alberti Kangwanda Red Arrows FC, Hussein Zokwani Alzulfi SFC, Suleimani Baluku JKU FC, Peter Shalulile Mamelodi Sundowns, Freddy Duval Ngoma Olympic Disafi, Omar Faruk Kumala Golden Arrows FC na Selemani Mwalimu Gomez Wydad Casablanca. Hii ndiyo ripoti ambayo imetujia hivi karibuni kuhusiana na Stefano Aziz Ki. Stefano Aziz Ki anatakiwa apambanie kombe na awe na utulivu, kwa sababu kocha mkuu Mangit Mangoba hataki mtu mwenye uwezo tu, bali anataka kumpa nafasi kila mtu katika mchezo aoneshe uwezo wake uwanjani, kila mtu apambanie kombe lake. Hii ni Soka Time, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa update mbalimbali za mpira. Pia kitu kikubwa, turn on notification, alama ya kengele, ili kwa update tunazozitoa katika chaneli yetu uwe wa kwanza kuzifikia. Pia usisahau kwenda kutusupport katika upande wa Facebook, tunatumia jina la Pitch Moment. Follow, like, comment na kushare katika ili kupata update mbalimbali za mpira.